Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watu 6 kwa tuhuma za kuhusika na kifo cha aliyekuwa afisa usafirishaji maarufu kama bodaboda aliyefahamika kwa jina la Hamisi Nchambi mwenye umri wa miaka 27 ambaye mwili wake ulikutwa Januari 14 mwaka 2026 katika makaburi ya Miembe iliyopo katika kata ya Mbugani, manispaa ya Tabora. Kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora ASP Konstantini Mbogambi, wakati akitoa taarifa kwa umma kupitia vyombo vya habari, amesema watuhumiwa hao wamekamatwa wakiwa na pikipiki aina ya Sinorei yenye rangi nyeusi yenye usajili wa namba MS 945 FHY ikiwa na thamani ya shilingi milioni 2.7 ambayo alikuwa akiitumia marehemu katika biashara ya kusafirisha abiria, huku ikitajwa mbinu iliyotumika ni kukodi pikipiki ya marehemu kama abiria kisha kumpeleka maeneo ya makaburi na kumfunga kamba shingoni, mikononi na miguuni kisha kumnyonga. Kamanda anaeleza zaidi kuhusiana na taarifa hii. Katika tukio la kwanza la Januari 14, 2026 majira ya saa 9:30 huko eneo la makaburi ya Miemba, kata ya Mbugani, wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora, Hamisi Nchambi mwenye umri wa miaka 27, kabila Msukuma, afisa usafirishaji kwa maana ya bodaboda, mkazi wa kata ya Mbugani, alikutwa akiwa amefariki huku mwili wake ukiwa umefungwa kamba za manira na mipira maeneo ya shingoni, miguuni na mikononi, ambapo siku ya tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026 majira ya saa 2 usiku marehemu akiwa na pikipiki yake alikuwa akiangalia mpira na wenzake, na baada ya mpira kuisha aliondoka na hakuonekana tena hadi mwili wake ulipoonekana ukiwa umetelekezwa juu ya makaburi katika makaburi ya Miemba. Marehemu alikuwa akiendesha pikipiki yenye namba za usajili MC 945 FHV aina ya Sinorei rangi nyeusi yenye thamani ya shilingi milioni 2.7 ambayo iliporwa pamoja na simu ya marehemu aina ya Tecno yenye thamani ya shilingi 40,000. Mbinu iliyotumika ni mtuhumiwa kujifanya abiria na kukodi pikipiki kisha kumpeleka maeneo ya makaburi na kumfunga kamba shingoni, mikononi na miguuni, kisha kumnyonga na kumuua kwa lengo la kujipatia kipato kisicho cha halali. Katika msako mkali uliofanyika kufuatia tukio hilo, watuhumiwa wapatao 6 wamekamatwa pamoja na pikipiki hiyo ya marehemu, na katika mahojiano ya awali watuhumiwa wamekiri kuhusika na tukio hilo pamoja na matukio mengine ya wizi wa pikipiki. Na hizi spana mnazoziona hapa ndio vitendea kazi vya wahalifu hawa. Wakishaziiba hizi pikipiki wanazifungua ili waweze kuzisafirisha kwa wepesi.